Mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Gadizo. Baada ya kuenea kwa taarifa ama kusambaa kwa taarifa mtandaoni ambazo zilikuwa zinamhusu influencer Doto Magari na kuhusishwa ama kuzungumziwa kwamba ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, tukasema tumtembelee wakili Hassan ambaye anapatikana maeneo ya Mnazi Mmoja tuweze kuzungumza zaidi kuhusiana na masuala ya kisheria kwa wale ambao wanaendelea kusambaza hizi taarifa. Kisheria imekaaje? Kana mimi Gadizo ili tuweze kufahamu kwa undani zaidi. Kwanza tungetamani kufahamu kisheria imekaaje kutoa taarifa za afya za faraga kama hivi ama kusambaza pia kupitia mitandao ya kijamii kwamba fulani ana virusi vya ukimwi. Kisheria imekaaje? Kwanza kwa majina mimi naitwa Advocate Hassan Salum. Yes, natokea Lukman Attorneys. Yes, kusambaza taarifa za faragha ama zinaweza ikawa zisio pia za faragha lakini bila ridhaa ni kosa kisheria. Na makosa haya yanasimamiwa na sheria za makosa ya kimtandao ambao tunasema inaitwa the Cyber Crimes Act kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2023. Kwa hiyo kusambaza taarifa inawezekana zikawa za faragha au sio za faragha lakini bila ridhaa ya mwenye taarifa kwamba fulani ana virusi vya ukimwi. Yes, ni kosa kisheria. Ni kosa kisheria na hili liko katika kategori ama katika sehemu ya makosa ya kimaudhui. Unaweza ukasambaza taarifa za uongo au kusambaza ujumbe bila ridhaa. Kwa hiyo katika mazingira yote ya aina mbili tayari ili alichokifanya muhusika kama tunavyoona katika mitandao ya kijamii ametenda kosa. Ametenda kosa kwa maana the Cyber Crimes Act imezungumzia vitu vingi lakini miongoni mwao ni makosa ya kusambaza taarifa bila ridhaa. Kwa hiyo kwanza nataka nieleze jamii kwamba taarifa za kitabibu ni siri baina ya daktari na mgonjwa wake. Na aliyesambaza hizi taarifa sio daktari na amesambaza bila proof yoyote kwa maana hana evidence yoyote ya kuonesha kwamba huyu mtu ni muathirika au sio muathirika. Kwa mazingira kama hayo huyu mtu ametenda kosa. Tenda kosa la kimtandao na ni jinai. Na ni kwa sababu tu labda muhusika hajataka kuchukua hatua, lakini kama angeamua kumchukulia hatua tungezungumza vitu vingine. Kwa sababu ndugu mwandishi unafahamu kabisa mtu aliyeguswa kwenye jambo hili ni influencer. At the same time ni balozi wa baadhi ya makampuni ikiwemo pale anapofanyia kazi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine lakini pia ni baba wa familia. Hivi unakuwa umetengeneza taharuki gani kwa wahusika au ndugu wa karibu au watoto? Kwa hiyo kwa mazingira kama hayo naweza nikasema ni kosa kisheria. Na kosa hili inategemea sasa limebezi wapi, kwa sababu kuna publication of false information kwa mujibu wa kifungu namba 16 cha sheria ya makosa ya kimtandao. Imezungumzia ni mtu yoyote kwa mazingira ya kutumia either computer system au device yoyote ukatoa taarifa ya uongo ukiwa na maana ya kutaka either kumdhalilisha mtu au maana nyingine ovu, tayari unakuwa umetenda kosa la kijinai la kimtandao. Kwa hili kosa sasa ambalo umelizungumza hapa, pengine watu wangependa kufahamu adhabu yake kisheria inakuwa labda kama ni jela miaka mingapi, lakini kama labda kuna faini ni kiasi gani? Yes, ukiliangalia hili kosa ndio maana nikasema liko kwenye kategori mbili kwa sababu mimi sitaki kuamini kama alichokisema ni kweli. Na kimtandao kwa mfano ukitoa taarifa ya uongo, umenielewa? Tayari hapo unaweza ukapigwa faini shilingi milioni 3. Sawa, au ukaenda jela mwaka mmoja. Sawa au ukisambaza taarifa bila ridhaa. Kwa hiyo naweza nikalizungumza kwa mazingira hayo kwa sababu linaweza kali limebezi kwenye sehemu zote mbili au moja. Tujalie kwamba alichokisema ni kweli, litaenda kwenye sehemu ya kutoa taarifa ya mtu bila ridhaa. Na tukijalia kwamba alichokisema sio kweli, lina base katika publication ya false information. Umeona Kwa hiyo kwenye mazingira hayo nashindwa kustiki kwenye kosa moja kwa sababu ukiliangalia kwa mujibu wa sheria za makosa ya kimtandao lipo kwenye kategori mbili, lipo katika maeneo mawili kwa sababu hatuja prove kwamba whether muhusika ni muathirika kweli au sio kweli. Lakini pia
tunaamini alichokifanya yule dada sio kwa ridhaa ya muhusika. Kwa hiyo ili kosa unaona the way jinsi linavyoelea katika hayo maeneo mawili. Kwa mfano muhusika akitaka kuchukua hatua za kisheria, pengine anaweza akaanzia wapi? Muhusika akitaka kuchukua hatua za kisheria, kitu cha kwanza kabisa anatakiwa kwanza amuandikie yule dada kitu tunachokiitwa demand notice. Kwa hiyo katika kutaka kuchukua hatua huo kuna option mbili naweza nikasema. Moja, anaweza akaligeuza likawa ni jinai, akaenda kituo cha polisi akapeleka malalamiko yake, then kama polisi wakaendelea na taratibu za kiuchunguzi, wakijiridhisha kwamba anachokisema anachokilalamikia ni kweli, maana yake muhusika atachukuliwa hatua. Na katika kuchukuliwa hatua itategemea chaji yake inaweza ikabezi kwenye hayo makosa mawili niliyosema. Sawa Yes, inaweza ikabezi katika publication ya false information au inaweza ikabezi katika kusambaza ujumbe bila ridhaa ya muhusika. Sasa hiyo nawaachia watu wa prosecution kwa sababu wenyewe wana taaluma zaidi kwenye masuala hayo. Lakini hatua namba moja, kama ataamua likae kwenye upande wa jinai, basi anatakiwa kwenda kituo cha polisi kuripoti hichi kilichotokea na evidence ya video ya muhusika alivyokuwa anatoa maudhui yake kuhusiana na yeye. Hiyo sasa ni option ya kuligeuza jambo kijinai. Akilitaka sasa liwe la madai kwa maana ya udhalilishaji na fidia, ndio hapo sasa anatakiwa kama ana mwanasheria basi amsaidie kumwandikia notice ya madai akizungumzia kile kitendo, maanake kile ni udhalilishaji naweza nikasema, na kina touch pia kina impact pia kibiashara, kwa sababu uwezo ukajua katika watu waliofuatilia ile clip ni wangapi wamevunja uaminifu kwa muhusika. Of course kuugua sio issue, lakini inategemea taarifa mtu imempataje, kwa sababu nikupe mfano mmoja. Huyu mtu amepublish, amesema muhusika ni muathirika, si ndio? Kuna baadhi ya makampuni yule ni balozi wao. Inawezekana kwa namna moja au nyingine wakaona huyu mtu kutokana na the way walivyokuwa portrayed kwenye society tuachane naye. Hivyo tu. Hata wakisema hivyo tayari huyu mtu amekuwa ameathirika financial. Kwa hiyo inaweza ikamuathiri pia kibiashara. Kwa hiyo kwenye mazingira kama hayo akilitaka liwe la madai, inabidi amuandikie tunasema kitu tunachokiita notice ya madai au wengine wanaita demand notice. Kuelezea hii incident imemuathiri vipi na anahitaji fidia ya kiasi gani. Yes. Na kwa hiyo incidents ambayo umezungumza, pengine inaweza ikawa kama ni madai, yanaweza ikawa kama kiasi gani? Mtu let's say akasema kwamba mimi nataka nipeleke barua ya demanding, hiyo demanding notes. Inaweza ikawa labda kiasi gani? Sasa hiyo mara nyingi huwa inategemea na aliyefanyiwa. Lakini unajua kwa muathiri mtu kibiashara tukizungumza hapa tunaweza tukaiona ni issue ya kawaida, lakini ina impact kubwa kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo unakuta sometimes inaweza ikamgharimu sio chini ya shilingi labda kuanzia milioni 300 na kuendelea, kwa sababu umedili na mtu ambaye ni influencer, umedili na mtu ambaye ni barozi wa baadhi ya makampuni, umedili na mtu ambaye naweza nikasema wako baadhi ya watu wanajifunza kupitia yeye. Unajua Doto Magari ni miongoni mwa watu ambao wameifanya jamii iamini kwamba kila kitu kinawezekana. Ukifuatilia historical background yake na hapa alipo, wako vijana wengi sana wamejifunza kupitia yeye. Kwa hiyo unapokuwa unataka labda kumdhalilisha, maana yake unakuwa kwa namna moja au nyingine umemuathiri yeye kijamii, umeona bana, kifedha, lakini pia kisaikolojia, kwa sababu hatuwezi, anaweza akatoka nje akazungumza, lakini hauwezi kujua psychologically ile kitu kimemuathiri kiasi gani. Kwa hiyo ukipitia yote hayo sasa, psychologically, socially, financially, katika mazingira yote unaweza kukuta mtu unadaiwa zaidi ya shilingi milioni 500 na kuendelea. Itategemea sasa wakili ambaye amepewa zoezi hili la kuandaa na kumshauri mteja, umeona, ili aweze kuchukua hatua dhidi ya mtu ambaye kwa mtazamo wangu mimi amejipanga kumdhalilisha. Yes, kwa sababu mwenye mamlaka ya hata dokta mwenyewe haruhusiwi kutoa taarifa za mteja. Imagine, daktari ambaye anakupima haruhusiwi kutoa taarifa za mteja.
mimi ni wakili, nina wateja. Kisheria siruhusiwi kudisclose information ya client, kwa sababu lazima nitunze siri za mteja wangu. Sasa kama daktari haruhusiwi kutoa taarifa za mteja ama mgonjwa, wewe una mamlaka gani ya kufika mtandaoni na kumtangaza mtu kwamba ni muathirika? Kwa sababu uathirika, watu wengi wako wameathirika, lakini yani kuja kumtangaza intention yako, yani ilikuwa ni nini? Sawa Kwa hiyo kwenye mazingira kama hayo, hili ni kosa kisheria. Na hata ukiangalia katika sheria, kifungu namba 16 cha sheria ya makosa ya kimtandao kimezungumza faini yake sio chini ya shilingi milioni 5. Sio chini ya shilingi, kama itakuwa ni jinai na imekuwa proved mahakamani ama imethibitishwa, sio chini ya shilingi milioni 5 faini kwa mujibu wa kifungu namba 16. Lakini ukitangaza au mkitoa taarifa bila ridhaa, faini ni milioni 3, jela unaweza ukaenda mwaka mmoja kama ukitoa taarifa bila ridhaa. Kwa hiyo hili lazima watu walielewe kwa mtazamo huo. Limebase hapa sehemu mbili: kutoa taarifa bila ridhaa ama kutangaza taarifa za uongo. Kwa hiyo haya ni makosa mawili ambayo yote yapo chini ya sheria ya makosa ya kimtandao. Pengine mtu anaweza pia akawa anajiuliza, in case mtu akajitetea kwamba yeye alikuwa anatoa mtazamo wake ama alikuwa anazungumza vile ama ana post vile kwa sababu pengine ya kuelimisha jamii, hii kisheria anaweza akajitetea? Hiyo mimi sijui, ninavyoelewa mimi hiyo sio defense, hiyo sio kinga. Sawa Huwezi ukaelimisha jamii kwa kupitia kumdhalilisha mtu. Unajua kwenye sheria tunasema kosa halihalalishi kosa, na you cannot benefit from your own wrong. Hiyo ni general principle. Wewe huwezi kufaidika kutokana na kosa lako. Kosa linajulikanaga ni kosa, na kosa moja halihalalishi kosa. Ukitaka kuelimisha, kuna njia nyingi sana za kuelimisha. Kwani yeye angesimama na akawahasa watu wasifanye ngono zembe kwa sababu mwisho wa siku watapata maambukizi ya virusi vya ukimwi, ingeondoa maana? Si maana ingekuwa ile ile. Kwa hiyo intention ya huyu mtu ni udhalilishaji. Unajua kwenye sheria ya makosa ya jinai inaongozwa na vitu vikubwa viwili, ni intention na kitendo. Actus reus na mens rea. Actus reus ni kitendo, mens rea ni kitu ambacho kiko kwenye mind. Yani umefikiria nini, alafu kitendo kina manifest kile ambacho kipo kichwani. Kwa hiyo ukija katika sheria ya makosa ya jinai, huyu alikuwa na intention ya kumdhalilisha Doto Magari. Sawa? Kwa sababu kwa maana ya kuwa alikuwa na target ya kuelimisha jamii, ziko njia nyingi za kuelimisha jamii. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi na mtazamo wangu mimi, dhamira ya huyu dada ilikuwa ni kumdhalilisha Doto Magari. Hiyo ndio ilikuwa dhamira yake. Yes, hakuna maana nyingine. Na hata kama hiyo defense ataamua kuja nayo mahakamani in case hili jambo limeenda kuwa kesi, maana mpaka tunalizungumza sasa hivi bado halijawa kesi. Yes, bado tu ni taarifa za mtandaoni na vitu kama hivyo. Kama linaweza likawa kesi, hiyo haiwezi kuwa defense. Haiwezi kuwa defense. Huwezi kumdhalilisha mtu kwa kigezo ama kinga ya kutoa elimu. Yes. Okay. Yeah. Lakini kutokana na hiki ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, baadhi ya watu pia wameendelea kusambaza hizi taarifa. Vijana wengi ukipitia mitandao ya kijamii utaona namna gani ambavyo bado wanaendelea kuposti na kusambaza hizi taarifa. Pengine kisheria imekaaje pia kwa watu ambao pengine wanaendelea kusambaza hizi taarifa baada ya kuziona, wakichukua pengine kama kucheka au vipi bwana, lakini pia kuona kama utani fulani? Naweza nikasema kwamba watu kwanza hawana heshima na mitandao, na kwa sababu watu wengi hawajawahi kukutana na lungu la sheria kuhusiana na makosa ya kimtandao, wanaona ni kawaida. Lakini wanaosambaza wanafanya kosa kisheria. Wanaosambaza wanafanya kosa kisheria, na wanaweza wakajikuta wameingia kwenye kosa ambalo hawakutarajia, kwa sababu unachukua ile clip unaisambaza either kwenye page whatever, lakini ni kitu kinachokuhusu. Kwa mwisho wa siku unaweza kujikuta unakutana na rungu la sheria, kwa sababu hii ni against sheria za kimtandao. Yes, na kama nilivyosema, kama ni taarifa za uongo, maana yake faini yake ni sio chini ya shilingi milioni 5 na kifungo kisichopungua miaka 3 jela. Sawa Kwa mujibu wa kifungu namba 16 cha sheria ya makosa ya kimtandao ya mwaka 2023. Au
kama itabase kwenye kosa la kusambaza taarifa bila ridhaa, faini sio chini ya shilingi milioni 3 na jela na ni muda usiopungua mwaka mmoja. Either kwa yeye aliyesema au wewe unayechukua ile video unaisambaza, kwa sababu intention, kifungu namba 16 cha sheria makosa ya kimtandao imezungumzia mazingira mengi, ikiwemo kumislead kwa maana ya kuidanganya jamii au kumdhalilisha mtu. Sawa. Kwa hiyo kwenye mazingira yote hayo unaweza kujikuta na wewe umeingia kwenye makosa ya jinai kwenye upande wa makosa ya kimtandao. Yes. Kwa hiyo anayesambaza, umeona bwana, aliyechukua clip ya dada, kwa maana wengine wanaitumia kama content ili waweze kupata pesa. Na hii imekuwa ni, na mimi napenda kupitia kipindi hichi nitoe wito, ukiachilia mbali hii, kuna tukio la juzi limetokea, mtu amechukua video, mtu anakata roho. Umeelewa? Paka anamalizikia. Sawa? Vitu kama vile. Umeelewa? Kwa vitu kama vile mtu unaweza kujikuta unatenda kosa bila kujijua. Na ni kwa sababu watu nadhani hawajawahi kukutana na sheria hii ya makosa ya kimtandao. Either uelewa au wanafanya kwa makusudi. Lakini kisheria tunasema kutokujua sheria sio kinga. Wewe leo bwana Gadi ukikutana na kosa, uwezi kwenda mahakamani ukasema kwamba hukuwa unajua sheria. Kisheria, ignorance of law is not a defense. Kisheria kutokujua sheria sio kinga. Yes. Kwa hiyo hivyo watu wanatakiwa pia waelewe. Yes. Kumbushe pia jina lako na sehemu ambayo unatokea. Yes, mimi kwa majina naitwa Wakili Hassan Salum Hassan. Yes, ni managing partner wa kampuni ya Lukmani Attorneys. Tuko hapa Al-Wahda Business Complex, ghorofa ya 5, office namba 509. Ni wakili wa kujitegemea. Yes. Asante sana. Nashukuru sana. Hello Tanzania, tunajua unajiuliza utafikaje katika ofisi zetu za First Vision Cargo. Tunapatikana Dar es Salaam, barabara ya Lumumba, jengo la ushirika Tower, floor namba 8. Ofisi zetu ziko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, lakini pia Jumamosi tuko wazi kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. Mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia simu namba 0678 880 880. Karibuni tuwahudumie.